Moja kati ya habari ambayo iliweza kutrendi kwenye mitandao ya kijamii na kila mtu alikuwa anakizungumzia kwa namna ya tofauti ni baada tu ya msanii Mbosokani kuzungumza kuhusiana na mahusiano yake pamoja na Zuchu. Inavyosemekana Zuchu alikuwa wa kwanza kumpenda Mbosokani pale katika lebo ya WCB Wasafi, lakini Mbosokani hajawahi kuvutiwa na Zuchu na wala hajawahi kumpenda Zuchu, namna ambavyo Mbosso yeye binafsi alikuwa amedai hivyo. Lakini Zuchu siku ya leo ameweza kuzungumza kwa mara ya kwanza na kutoa ya moyoni baada tu ya Mbosokani kusambaza skendo ya kwamba aliwahi kutongozwa na Zuchu alafu akamkataa Zuchu, jambo ambalo limemuuma Zuchu na limepelekea Zuchu aamue kuja kuzungumza kwenye mitandao ya kijamii na kuongea ule ukweli wake, nini ambacho kilitokea, ilikuwaje kuaje. Sasa Zuchu amekuja kutupa story nyingine kabisa ambapo Mbosso yeye alidai Zuchu aliweza kumwambia kwamba anampenda, lakini yeye alikuwa ana mtu wake, yani ana mpenzi wake mwingine, akamkataa na kumwambia kwamba mimi nina mpenzi wangu, siwezi kuwa na wewe, mambo kama hayo. Sasa Zuchu siku ya leo bana, kuna jambo amekuja kulizungumza, ameweza kuzungumza kwa amerekodi video akaweza kuiposti katika ukurasa wake wa Snapchat akiwa anazungumza, akiwa anadai kwamba kuna skendo ambayo inaendelea huko mitandaoni, Mbosokani akiwa amemzungumzia. Sasa Zuchu anakuambia kitu ambacho watu hawakifahamu, Mbosso sasa hivi anatafuta attention kwa watu. Mbosso sasa hivi ukiangalia hayupo kwenye management yoyote. Mbosso amejisimamia mziki wake yeye kama yeye. Baada ya kutoka katika lebo ya WCB Wasafi, Mbosokani hana backup nyuma, hana watu ambao tunaweza kusema wanaweza wakamsaidia katika sanaa yake ya mziki. Sasa Zuchu ameweza kuwatahadharisha tu mashabiki zake kwamba Mbosso yeye anatafuta attention, Mbosso anatafuta kiki ili mradi tu aweze kwenda viral zaidi, ili mradi tu aweze kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Sasa kitu kingine ambacho Zuchu alikizungumza, alidai kwamba yeye ndiye mtu ambaye alimkataa Mbosokani na sio eti Mbosokani alimkataa Zuchu. Na Zuchu akawaambia kwamba hivi na kuingia akilini kweli mtoto wa kiume atongozwe na mtoto wa kike alafu amkatae? Ushawahi kuona wapi mtoto wa kiume anamkataa mtoto wa kike? Amekuja mwenyewe, amejitongozesha mwenyewe. Lazima tu mtu angeteke advantage, angechukua advantage pale, angeenda kulala na Zuchu. Sasa Zuchu ameweza kumtoa tu Mbosso katika njia yake na kumwambia kwamba atafute kitu kingine cha kutrend mitandaoni na wala sio kuanza kumchafua mitandaoni, kuanza kuzungumza skendo ambazo hazieleweki. Kwa upande wake Zuchu amedai kwamba hakuna ukweli wowote kwa yale yote ambayo Mbosokani aliyazungumza, na hata kama kungekuwa kuna ukweli wowote basi yeye sio mtu ambaye angetoka kwa Mbosso alafu pale pale aamue kuwa na msanii Diamond Platnumz. Ni jambo ambalo asingeweza kulifanya hivyo kwa sababu angejua kabisa wale ni watu ambao wanafanya kazi sehemu moja, kwa hiyo angekuwa anajidhalilisha yeye. Na anakuambia mwanaume wa kwanza kumtongoza WCB ni Diamond, na aliamua kumkubalia kwa sababu yeye mwenyewe aliona anampenda na Mbosokani hawezi kuwa naye. Na Zuchu anakuambia kwanza yeye na wanaume wafupi mbali, yeye hapendagi wanaume wafupi kama Mbosokani. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia nikukumbusha ambaye bado hujasubscribe, bonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe, utakuwa umejihakikishia kupata kila habari ambayo ina trendi ndani na nje ya nchi ya Tanzania.